Usiku kwa mkia Juni 14, 2025 pale nchini Uingereza, mwanamuziki kutokea nchini Tanzania Diamond Platnumz amefanikiwa kuandika historia kwa kuwa msanii wa kwanza kutoka Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla kuweza kujaza watu 5,000 kwenye ukumbi wa Royal Albert Hall huko nchini Uingereza, katikati kabisa pale London. Sasa event kama hii au jambo kama hili limekuwa ni jambo kubwa sana kwetu kwa sababu si rahisi na haijawahi kutokea, na Diamond ameweza kuiandika hiyo historia kubwa zaidi katika entertainment industry kwa East Africa kwa ujumla. Sasa nikajaribu kupitia kidogo kuona ni faida gani ambazo sisi tunaweza kupata kwa kile ambacho amekifanya Diamond Platnumz. Wapo ambao wanadhani kwamba kujaza kwa Diamond Platnumz basi inamnufaisha yeye peke yake, ila hapana. Ukichunguza vizuri, ukifuatilia vizuri, utagundua kwamba alichokifanya Diamond Platnumz ni kama vile kutengeneza barabara ya wengine kuja kupita vizuri kwa urahisi zaidi, kwa sababu kuna manufaa makubwa sana ambayo tunaenda kuyapata kwa kile ambacho Diamond Platnumz amekifanya. Of course, si mara ya kwanza kwa Diamond Platnumz kuanzisha vitu fulani ambavyo vinaweka rekodi na wasanii wengine kuvifuata kuvifanya. Ukiangalia kwenye digital, ukiangalia kwenye kila kitu, shows kubwa zaidi, ndio msanii ambaye amepiga shows kubwa zaidi, collab kubwa zaidi. Diamond Platnumz amekuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao invest sana kwenye muziki wake na kufanikiwa kufanya collab kubwa na wasanii wakubwa duniani. So ni vitu vingi amevifanya kwenye entertainment industry, lakini leo hii kupitia Ricky Media nikasema acha niangalie kidogo ni vitu gani ambavyo sisi kama wa Tanzania wana East Africa tunaweza kuvipata kutokana na mafanikio haya ambayo Diamond Platnumz ameyapata kwa kuweza kujaza watu 5,000 kwenye ukumbi wa Royal Albert Hall huko nchini Uingereza. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza ambacho sisi kama wana East Africa tunaweza kukipata ni itafungua milango kwa mapromota mbalimbali duniani kuzidi kuamini wasanii kutoka Tanzania. Of course, imekuwa ni challenge sana kwa mapromota wa nje ya Tanzania kuamini wasanii wa Tanzania. Tumeona baadhi ya wasanii wakiwa wanaenda nje ya Tanzania, lakini utagundua jinsi ambavyo show hizo zimekuwa ni chache sana. Anaenda atatoka Harmonize, atatoka Rayvanny tena kwa kudandia show za watu wengine. Unakuta sometimes wasanii wetu wanaenda kufanya hivyo au show ambazo zimeandaliwa na wasanii na mapromoters kutoka Tanzania au East Africa ndio ambao unaweza kukuta wasanii wa Tanzania au West Africa wanaenda kutumbuiza. Mfano, katika show hii hapa mtu ambaye ameandaa hii show ni anaitwa Olamide kutokea nchini Nigeria. Unaweza kaona mtu kutoka Nigeria ameamua kumwamini msanii kutoka Afrika Mashariki na ameenda kujaza ukumbi unaobeba watu 5,000. Hapa promoter anakuwa hajala hasara. Na hii sasa itafungua milango kwa mapromota wengine kuamini kwamba kumbe naweza nikamleta msanii yeyote kutoka East Africa na kaja kafanya vizuri. Tuna Diamond Platnumz amefanya vizuri, kuna kina Harmonize, wakina Rayvanny, wakina Jay Melody, Nandy, Zuchu. Wote hawa ni watu ambao wana value kubwa sana, wana mashabiki wengi sana nje ya Tanzania au hata pale jijini London. Japokuwa Swahili speakers sio wengi sana London, lakini sasa hivi muziki ni universal language. Hivyo unaweza kuona hata kwenye performance ya Diamond Platnumz ameweza kupata vibe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hii inaonyesha kwamba jinsi gani ambavyo muziki wetu umejitanua zaidi. Lakini pia kitu cha pili ambacho sisi kama wana Afrika Mashariki tunaweza kukipata au entertainment industry inaweza kukipata ni itawaamsha wasanii wa Tanzania au East Africa ambao wamelala. Unajua hapa katikati kumekuwa na wasanii ambao wamekuwa niseme kama wasanii wamelala, wamejisahau na kukata tamaa kufanya movement za kimataifa zaidi. Kwa alichokifanya Diamond itakuwa kama booster kwa baadhi ya wasanii ambao tunaamini kabisa kama wakiamua kuwekeza juhudi zao kimataifa zaidi, basi tutapata kitu kama hiki ambacho kakifanya Diamond Platnumz. Diamond ni mtu ambaye anaweza kukaa kimya tu kwa muda fulani, lakini huo muda ambao anakaa kimya unakuta anajipanga kwa ajili ya mambo fulani au jambo fulani kubwa zaidi. So kitu ambacho kakifanya, naamini kuna wasanii washindani wenzake wataanza sana kuamka kwamba bana, ngoja na sisi tukashambulie, na wakiendelea kushambulia wao inamaanisha wasanii wa Tanzania wanazidi kupata popularity nje ya bara la Afrika kwa ujumla. Lakini pia kitu cha tatu ambacho nimekiona kutokana na show hii ya Diamond Platnumz ni kwamba wasanii wapya kimataifa kutoka Tanzania watatambulika. Unajua Diamond ameenda kutumbuiza Uingereza. Yeye tayari anafahamika kwa mashabiki wengi, mpaka mashabiki wengi wameweza kujitokeza kujaa pale, basi wanamfahamu. Lakini kuna msanii kama Jay Melody ambaye amefanywa promo ya kuwepo kwenye show hii ya Diamond Platnumz. Kuna msanii kama Jux ambaye
pata nafasi ya kutumbuiza kwenye show hii ya Diamond Platnumz. Kama unafuatilia vizuri entertainment, utagundua hata Wizkid wakati amefanya show yake ya kwanza pale O2 Arena, Davido amefanya show yake O2 Arena au Madison Square, Burna Boy the same, Rema the same, walikuwa wanawapandisha wasanii wadogo ambao hawafahamiki kimataifa katika stage hizo, kwa sababu leo ni ngumu kwa msanii kama Jux kwa level alokuwepo nayo, msanii kama Melody au Nandy kusema kwamba naenda kuandaa jambo langu kama hili. Unaweza kaona Diamond ametumia miaka mingapi kuandaa show kama hii nchini Uingereza au kuitwa katika show kama hii Uingereza, lakini hivi sasa kwa Jux alichokifanya, naamini kuna mashabiki wapya akawapata pale, so tutatengeneza wasanii wengine wapya watambulike kimataifa zaidi. Jambo la nne ambalo nimeliona mimi ni kwamba thamani ya wasanii wa bongo ndani ya Afrika itapanda sana. Unajua sometimes kuna baadhi ya watu waweza kuchukulia poa wasanii wetu. Nazungumzia ndani sasa ya Afrika. Wakionekana wasanii wanatoka naenda kutumbuiza nje ya bara la Afrika, thamani yao ndani inapanda. Angalia Wizkid alichokifanya, angalia Burna Boy alichokifanya, David alichokifanya, Rema. Baada ya kupata international recognition ndipo wakapata heshima kubwa sana ndani ya bara la Afrika. Na sasa hivi ukimuita Rema kwenye show yako, unajua kwamba ni dollars nyingi sana zitakutoka. Ukimuita Burna Boy the same, ukimuita Wizkid the same. Hawa ni kwa sababu walifanya vizuri au wamefanya vizuri kimataifa, hivyo wanaporudi ndani thamani yao inakuwa kubwa zaidi. So muendelezo wa hiki ambacho kinafanyika, tunaweza kutengeneza wasanii wenye thamani kubwa ndani ya Afrika. Nazungumzia kwa upande wetu sisi wana Afrika Mashariki. Msanii ataweza kutoka hapa kwa Nigeria akafanya vizuri kwa sababu wale wa outsiders wanakuwa wanaona kwamba huyu msanii ni mtu ambaye kama anaheshimika Uingereza, anaheshimika Marekani, ana fan base kule, basi hata sisi tunapaswa kwenda kutazama show yake. Lakini pia in additional ni itaongeza ushikamano kwa wasanii. Of course tumeona, unajua usipojua nafasi yako ni ipi katika soko fulani, basi utajikuta unashindana na mtu ambaye hupaswi kushindana nao. Mfano, Jux amekuwa mshikaji wa Diamond Platnumz na ushikaji wao umebondi sana. Kuna Melody, kuna watu, kuna bondi fani imetengenezwa kwa wasanii hapa katikati, unaweza kaona kwamba ni jambo zuri sana. Kwa hiyo endapo tunaona kwamba okay, kumbe sisi tukiungana tunaweza tukafanya kitu fulani. If you just imagine kama vile Diamond amepiga show Uingereza, Harmonize angetokea pale au Rayvanny angetokea pale, au wasanii ambao wanafanya vizuri na wana nafasi pia, wakienda nje watapata nafasi kubwa sana, watatambulika zaidi, wangepanda kwenye hiyo stage. Kwa hiyo mivutano au migongano ambayo ipo kwa wasanii wetu inaweza kuvunjwa kwa hiki ambacho, kwa mafanikio ambayo baadhi ya wasanii wanayapata kimataifa, mfano kama Diamond Platnumz. Kwa hiyo naamini kabisa baada ya hapa kuna mtu ataona faida kama vile Jux ambayo kaipata kwenye ushikaji wake na Diamond Platnumz. Naamini kuna wasanii pia wengine ambao watatamani kupakua karibu ili kuweza kutengeneza bondi nzuri, kuweza kuunganisha mashabiki wao kwa ujumla. Big shout out kwa Diamond Platnumz. Kwangu mimi kama Ricky nikaona kwamba ni share nawe. Usione tu kwamba alichokifanya Diamond Platnumz ni faida kwake binafsi, bali ni faida pia kwa entertainment industry kwa ujumla, kwa sababu tunaweza kutengeneza watu wengi na faida zingine ambazo nimekuorodheshea hapo chini hapo mwanzo kwenye video hii hapa. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Endelea kutufuatilia, lakini pia unaweza ka drop comment yako hapa chini kwa kile ambacho nimejaribu kukielezea kidogo hapa kupitia video hii hapa. Bye bye.